Karibu tena kwenye hii tutorial hapa. Sasa hii tutorial kama ulivyoona hapo hivi ni kutengeneza mti kama ulivyoona hapo. So kuna aina mbalimbali za kutengeneza mti, nyingi tu. Kwa hii ni aina pia moja wapo. Cha kwanza una texture. Kwa hiyo hii hapa ni plain, nimeshai-add hapa ya texture. Nikibonyeza hapa inakuja hapa. Hii hapo ya jani hili. Okay. Sasa ukijiuliza jani nimeliwekaje hapo hivi, rudi kwenye nyuma huko hivi, kuna tutorial ambazo zinahusiana na hili jambo, ukaangalie au join kwenye darasa upate msaada wa moja kwa moja. So kuifanya hii kitu quick tu haraka haraka, ni nataka nitengeneze jani lakini kwa mti, lakini kwa for beginners nitatumia kwanza hii texture. Sasa cha kwanza nita add plane hii hapa. Hii plane imekuwa kubwa kuliko hiyo ya ndani. Okay, sio mbaya. Nita scale down labda mpaka hapa. Okay, iko sawa. Sio lazima uwe exactly sana ufanye kila kitu kama walivyofanya wao. Kwa hiyo hii hapa tu ni kuonyesha kwamba unaweza kufanya hii kitu kwa kutumia texture. Kwa hiyo hii nitaweka, nitaisogeza hivi G mpaka hapa. G mpaka hapa hivyo. Afu nita select hii na hii, nita extrude. Sasa huku ni wapi? Ni y axis mpaka niweke hapo. Okay, nakata hii knife, nitakata hapa, nitakata hapa hivyo. So nakuja ku select face selection, then nitachukua hii na hii, nita delete face. Narudi hapa. Sio lazima upatie sana kwa sababu majani yenyewe yanakuwa na zunguka tu. Kwa hiyo hii hapa tu ni kwa ajili ya kukusaidia kama unataka kutengeneza specific, au umepata mteja anakuambia nitengenezee M40. Unautengenezaje? Maana itabidi Google utafute jani lake ndio uendelee. Kwa hiyo ndio maana nimetumia texture, lakini hakukuwa na ulazima sana wa kutumia texture kama nataka tu ku freestyle kutengeneza, kufanya uumbaji jani ambalo halipo duniani. Unaweza kaamua tu ku freestyle ukalipa jani lako kona zozote zile unazozitaka wewe, hata kama unataka liwe kama alizeti ni wewe. Kwa hiyo G ninachokifanya ni kufitisha tu hapa hivyo, GX mpaka hapo. Ukiona unataka kuona huko chini pakoje, ni kama kawaida ni Z, unakuja kwenye wire mode. Hapa siwezi kuona. Sorry. Ukitaka kuona kwa chini, unakuja hapa kwenye object, unashuka chini mpaka kwenye viewport display. Hapa kwenye textured unaweka wire. Hapo unaona. Sorry, nilikuwa nimesahau kubonyeza Z ile. Kwa hiyo control R. Kwa hapa hivi unaweza ukakadiria hilo jani lako unataka liende mpaka wapi. Labda mpaka hapo. Alafu extrude y axis mpaka hapa. Hii nita scale mpaka hapa. Okay, na scale tena GX axis. Alafu tena na extrude y axis na scale. Control R, scale
Okay, scale okay, hapo hivi tumeshaweza kupata hilo tawi. Takachokifanya hapa, nita slice hapo katikati K, labda mpaka hapa hivyo. Ukitaka kutengeneza symmetric utatumia mirror modifier, lakini baadaye utakuja kuitweak ili kusudi isionekane kabisa iko symmetric, ikaonekana ni uongo uliopitiliza. Okay, hivyo. Yeah. Hata hii inayoifanya hapa pia ni optional tu. Okay, hiyo inatosha kwa hapo. So ngoja ni select huku kwenye external huku, kwa hiyo huku naweza nikafanya G kabla ya yote. Okay, ngoja kwanza sasa hapa tumeshamaliza kutengeneza, lakini kwenye wireframe naondoa kwenye wire narudisha kwenye textured. Hivyo. Sasa hapa tumeshatengeneza ili tawi. Na ukitaka ku add vertices nyingine huku ili kusudi liwe smooth, unaweza ka add vertices nyingine au ka subdivide. Yani ni wewe mwenyewe vile utakavyotaka ku freestyle. Let's say hapa nifanye niweke huku 2 na huku 2. Ukitaka kuacha hivi unaweza kaacha. Hivi ni vitu ambavyo kufanya tu, ni very optional, lakini huna haja ya kufanya hivyo, kutengeneza vertices nyingi sana. So hivyo. Okay. Kata hapa na hapa. Haya, so sasa hivi hiyo texture hii ilikuwa ni kwa ajili ya kukuelewesha wewe uweze kuona. Sihitaji sasa hivi, nimeifuta. Sasa kipengele cha kwanza ndio kiko namna hii, na kiadia texture moja kwa moja. Kwa hiyo nita add texture. Sasa hapa kwenye texture kuna mambo mawili. Unaweza ukaamua moja kwa moja tu kuipa kijani. Kuna wengine wanaipa mti hivyo kijani, wanatengeneza mti na unakamilika hivyo, wanakuwa wameshamaliza kazi. Na kuna ambayo mimi nataka kutumia ni ya texture. Kwa hiyo hapa hivyo unaweza ka add hivyo ukaendelea na process inayofuata, lakini hapa mimi nataka niipe image texture kabisa, ambayo ni ya mbona nawapeleka wapi leo? Okay, so naenda texture zangu ambako mahali na feature, na pia na advice watu ficheni texture mbali, kwa sababu texture utakapoweka siku ukiifuta na kwenye Blender inaondoka. Kwa hiyo ni muhimu kuwa na texture karibu. Mimi unaona na picha mbalimbali za majani, unatumia hii ambayo nilikuwa nimeshaitumia hapa, lakini unaweza kutumia yote unayotaka. Nikija kwenye UV editing na kuja hapa, sasa hapa inabidi ni unwrap upya. Nitabonyeza 7 ili nipe top view, then nita unwrap project from view. Sasa nishasahau ile jani tulotengeneza ni lipi, lakini lolote lile linafaa. Ngoja nitumie ile hapa. Okay, nita scale mpaka hapo. Okay, ukitaka kutweak, kwa mfano halijakaa sawa, unataka baadhi ya maeneo unaweza kubonyeza G kusogeza, lakini G bonyeza 0 alafu unabonyeza G, kuna kitu italeta. Sasa hapa inaonekana kwa ukubwa. Kubonyeza G ngoja ni minimize.
bado ni kikubwa hivi. G kuna kitu sikioni hapa, ni kwamba unaona hapa G, nikibonyeza G kuna nani, ngoja ni scroll back, bado kubwa sana. Siamini kama screen yangu ndio ndogo hivi. G alafu 0G, ngoja nirudishe proportional editing ndani. G no G isinipotezee muda. Okay, kuna namna fulani hivi ile proportional editing inatokea, lakini kwangu mimi huko nashindwa kuelewa, siioni. Either naiona ni kubwa sana, yani nikifanya hivi inaondoka yote. Yani nimeselect hapa, lakini nikibonyeza G bonyeza 0 ndio proportional editing. G inaondoka yote, maana yake proportional editing ni kubwa sana, imechukua space kubwa sana, haipaswi kuondoka yote hivyo. Kwa hiyo nataka niipunguze, lakini nashindwa kujua hiyo proportional editing iko wapi. Proportional editing imeshafika 0 au? Leo inanichosha hii. Ngoja niende mpaka iko 1000 up. G bado nikija huku G proportional editing leo imenigomea. Okay, nitatoa somo lake siku nyingine. Sasa hapa naweza nikaismooth hii pia. Smooth, nataka nifanye smooth vertices ili ikae vizuri. Kona zake sijazipenda. Unaweza ukasmooth, kuna mambo mawili. Unaweza ukasmooth hivi, smooth vertices. Sio smooth sharp. Ni smooth vertices hivi. Alafu ndio tuka click namba 7, afu tuka unwrap upya pia. Unwrap project from view hivyo. Litakuwa liko smooth kiasi fulani, tofauti na vile lilivyokuwa. Unaweza uka add multi resolution au subdivision surface modifier. Hapo tumesha add jani letu hili hapa. So kitu kingine ambacho cha kukiongezea hapa, ambacho ndio nilikuwa nakikimbia muda ule, ni hii hapa. Sasa hii ndio ilikuwa inakataa kunipa matokeo mazuri. Sasa kuna proportional editing leo inanikatalia. Iko smooth. Yani proportional editing iko ngapi hapa? Je, niweke 1000 nione. Sijawahi kujaribu hiki kitu hapa. Nashangaa mbona safari hii proportional editing inaletea nini hiki? Okay, ngoja nifanye kwanza kuscale ili jani liwe kubwa. Nitakuja kulirudisha baadaye. Alafu G bado. Ngoja ni reset to default value. Alafu G nikibonyeza 0G nataka nione effect yake. Value yake bado ni kubwa sana, afu nashindwa kuelewa ni nini leo kinanitokea. Sioni proportional editing. Proportional editing ni hii hapa, ila nachoshinda kuelewa kwa nini
leo sioni. Niweke 1 0. Aha, nahisi hapa sasa nimeweza kuipata hii proportional editing, kwa sababu hapa nimeweka value yake is equal to 1. Ngoja niweke is equal to 5 nione imefikia wapi. G ni sasa hivi naiona. Nikibonyeza G kuna kizilo kinatokea hapa. G hicho hapo. Hicho ndio nilichokuwa nataka kukiona. Sasa hivi kwa sasa hivi hapa naweza nikatweak hii namna hii. Jani ilikuwa au likalipeleka ndani. Kwa hiyo inategemea na mbwembo unayoitaka wewe itokee hapo. Let's say nataka nifanye hivi. Labda ikae hivi. Proportional editing imenitesa. Alafu hii hapa huku mwanzoni nita select hivi, alafu G namna hiyo, naweza nika rotate labda mpaka hapo. Okay, na nikaja huku mwisho nika select pia. Proportional editing leo imenifanyia kitu sio. Kwa hiyo ndio hivyo, proportional editing imebidi nije ni change setting huku kuiweka sawa. Haijai kunifanyia ujinga huo. Leo ndio siku ya kwanza na imeniingiza darasani pia. KG sasa hapa G ngoja nifanye iwe ndogo proportional editing. Kwa hiyo ni hapa hivi ni wewe mwenyewe unavyotaka hilo tawi litokee lionekane. Naweka smooth shader. Okay, na assume sasa tayari hilo ndio tawi letu. Sasa kwenye 3D cha kwanza hii tawi nilisogeze pembeni kidogo. Nitakuja hapa nita add scale, ngoja ni scale kidogo. Nita add kitu kama hichi hapa. Vimekuwa na resolution kubwa sana, naomba ni scale down kidogo. Resolution yake na edit na ifeel jinsi ilivyo kubwa, ndio maana napunguza kidogo. So na hapa pia hakuna uchawi wowote, hakuna magic yoyote, yani ni unafanya kile wewe unachokiona ni sahihi na kwa wakati sahihi. Kwa hiyo hapa hivi nita add labda loop cuts ngapi? 12 tuseme. Alafu vile vile nitatumia proportional editing G hii hapo kufanya tu isinyoke sana. Kwa hiyo G hivyo nitaipeleka labda hivi. Alafu huku mwisho labda nita scale kidogo y axis. Mpaka hapo na assume ni tayari. So nitachukua hii sasa, hii ndio inabidi ni add hapo. Control Z nibonyeza H but mbali ka hide. Hii hapa sijaiwekea material kwa sababu nitakuja kuiattach na hii itachukua material ya hii, kwa hiyo haina haja ya kuiadia material hiyo. So nitakachokifanya hapa nitachukua hii hapa, ngoja ni duplicate shift D. Nimesha duplicate tawi jingine hapa hivi, afu nita rotate 90 degrees mpaka hapo. So naileta mpaka hapo.
So nitakuja hapa sasa, ili tuende sawa, ili kusudi isinisumbue. Cha kwanza nitaondoa origin iko huku mbali, nataka niilete hapa. Kwa hiyo nita snap cursor to selected. Alafu nitaweka object set origin to 3D cursor. Sasa nataka pia hii itokee hapa. Kwa hiyo pia nita select hapa. Alafu nita snap cursor to select. Snap cursor to selected. Cursor imetokea hapa. Sasa nataka hii itokee pale. Kwa hiyo nimeselect tawi, alafu na snap selection to cursor. Hii hapa selection to cursor. Kwa hiyo imesogea hapo. So kwa hiyo naweza nikaliscale hapa kwa size nitakayoitaka mimi mpaka hivyo. So kitu kingine ambacho nitakifanya hapa ni ku merge tu. Sasa kwa sababu hii hapa na hii hapa vertex zake zinatofautiana, ngoja kwanza ni add hii Ctrl J hivyo. Sasa huyu amechukua material ya huyu hapa, lakini haijaonekana vizuri. Ukija kwenye edit mode hapa utagundua hii hapa ndio nani ya tawi hii hapo. Sasa hii ngoja ni scale hivi, au unaweza kufanya tu kwa sababu tuko kwenye namba 7, una unwrap project from view hii hapo. Kwa hiyo unaweza kaamua either uiweke hapa isionekane sana, au kuna katawi kake fulani hivi amekaweka hapa. Kwa hiyo naweza nikaweka tu hapa nikaiscale hivyo hivyo, au kaipa rangi wewe mwenyewe, rangi tofauti na hiyo juu yako. Kwa hiyo narudi hapa hivi ikiwa iko tayari. So nita select hapa na kuja ku select kwanza kwenye edge selection. Ukitaka ku merge vizuri unaweza ukaongeza nani huku, lakini sijaona haja ya kufanya hivyo. Kwa hiyo nita select hapa na hapa, alafu nitaongeza tu phase ili ziwe kitu kimoja, japokuwa unaweza kaamua kuongeza loop cut, lakini zitazidi kuichosha mashine huko tunakoelekea. So nitaleta na hii hapa tawi, sasa unakadiria tawi linalofuatia na unataka likae wapi. Sasa ili kusudi tusumbue tena, nilisahau ku add, inabidi origin kwa matawi yote ikae hapa. So unafanya hivi, na select, nikibonyeza shift yake bonyeza C, nafanya hivi. C ni kubonyeza hicho copy hilo eneo, alafu snap cursor to selected, alafu set origin to 3D cursor hapo, ili tusumbue tena. So nitaweka hapa. Sasa je, nifanye ni assume ni hapa, labda tufanye hilo tawi litakuwa kubwa kidogo, ili linaweza likawa dogo kiasi fulani, au ukitaka hata liwe kubwa kuliko hilo, ni wewe mwenyewe. Okay, na assume hapo ni tayari. Namna hiyo. So na add hapa loop cuts, labda hapa na hapa kwa ajili ya hili tawi, alafu na select hapa na hapa, snap cursor to selected, snap, mbona cursor to selected hii hapa, cursor to selected, alafu hii hapa na snap selection to cursor, hii hapa selection to cursor, hii hapo, namna hiyo. So kabla sija add na duplicate kwanza, hii nitakuja kuiadd sehemu nyingine hapo hivyo, alafu hii sasa naweza nikaimage tu na hii. Kwa hiyo ni G, niondoe proportional editing. G, ukitaka kuondoa proportional editing unabonyeza 0, sio kafikiria nimefanya uchawi.
Control J. Okay. Okay, na select hii na hii, then F ku insert phase hivyo. Yeah, so sasa hivyo ndivyo ulivyoona namna ya kumerge. So hapa nitaikimbiza hii video haraka haraka ili twende haraka kidogo wakati ninapofanya hii. Okay. Hii hapa ndio tumeweza kutengeneza tawi letu. Sasa kwenye animation kila tawi lina tawi lake. Yaani tulitengeneza hiki kimti, afu hiki kimti kina matawi yake. Hii na yenyewe pia ina tawi lake, mzazi wake. Sasa mfano ngoja ni hapa hivi nitumie kwa njia tofauti kidogo. Nitumie curve. Labda nitumie hii hapa. Unaweza ukaja hapa moja kwa moja uka add unaweza kutumia path au ngoja nitumie hii hapa Bezier curve. Hii hapa ngoja kwanza niangalie kama itanipa matokeo nayotaka. Geometry. Hii pia itanipa matokeo nayotaka. So tunaweza tukatumia kama hii hapa. So nitairotate. Ngoja ni rotate x axis 90 degrees. No. Nataka ni rotate z axis ni y axis 90 degrees. Afu niifanye iwe kubwa kiasi fulani hivi. Paka hapa niende kwenye edit mode hivi. Sasa hii hapo unaweza kaidirect kokote unakotaka. Huku iende huku, iende huku. Let's say tunataka iende huku. Alafu labda ije hivi. Hivyo hivyo na assume hapa iko tayari. Sasa hii nitakuja hapa hivi kwenye data yake, then nakuja kwenye geometry. Yani ukifungua hapa tuseme labda huko hapa, unakuja hapa afu unatafuta sema imeandikwa geometry hii hapa, then unashuka mpaka hapa kwenye bava, unakuja kwenye depth. Hapo kwenye depth ndio pako 0, kwa hiyo utaongeza depth kidogo namna hiyo. Kwa hiyo hii fill caps ni kufunga juu na chini, lakini hamna haja sana. Ndio tukafanya tu manual, vitu vingine tusisumbuane sana. So ndio iko hivyo. Okay, sasa ngoja kusave tu muda, naweza nikaja hii nikaiconvert ije kwenye mesh. Convert kwenye inasharudi kwenye mesh. Kwa hiyo nikija hapa hivi itakuwa iko namna hii. Kwa hiyo naweza nikaklik hapa, ukaamua kufunga hapa mwisho. Lakini ili nifunge vizuri, ionekane huku ni kukubwa kudogo, lazima ninatumia proportional editing. Ngoja hii nipandishe juu. Alafu hii origin nataka ishuke hapa chini, ambao ni kama kawaida snap cursor to selected. Alafu object set origin to 3D cursor. So nachotaka ni kupunguza huku mwisho. Sasa ili niweze kupunguza vizuri, nabonyeza 0 ku enable proportional editing, ndio hii hapo. Kwa hapa hivi naweza nikaiscale hivi, lakini nataka iwe kubwa kidogo, labda hapo. Hapo tayari na scale tena down. Huwa kuna option yake ya ukitaka kuscale kwa G.
hiyo. Haya, sasa naondoa proportional editing. Hii naweza nikaisogeza mbele kidogo, afu nikaiscale, afu nikaweka F kuifunga. So hii hapa ndio tayari. Ukitaka kuiongezea mbwembwe, hiyo ni juu yako. Mimi hapa nimekamilisha. So unaweza kaamua kuipa material nyingine au ikashare material na hii, lakini hii pia tunataka tuiadi hapo. So hii hapa origin yake iko wapi? Iko huku. Tunataka ije hapa, hapa ndio itatupa matokeo mazuri. Na select hapa, snap cursor to selected, then taileta mpaka labda hapa. Nimesahau kuchange origin. Fanya nini hapa? Hapa na hapa, snap cursor to selected. Snap cursor to selected. Ndio kitu changu hakiko sawa. Mbona nafanya makosa mengi hivi? Hii hapa, alafu object set origin to 3D cursor tayari. So nita add hapa. Sasa kwenye animation, kwenye nani, kwenye yani kila tawi na tawi lake. Kwa hiyo hii na yenyewe ndio linakuwa ndio kama tawi. Kwanza natamani liwe refu zaidi. Je, tu niongeze hiyo proportional editing pia G, kwa sababu namna hiyo. Alafu C select hapa. Mbona ndo nazidi kuharibu? Yes, hivyo. Alafu G, no G. Okay, namna hiyo. Alafu na smooth, smooth shader. Okay, shader smooth. So nitachukua hii, nitaiarrange vizuri, labda ikae hivi. Hii itakaa hapa. Je, tuingize hapa. Sasa kuna kitu kingine kimoja cha kuzingatia. Je, tuweke hivi kwa sababu yanakuwa yanaangalia juu. Kitu kingine cha kuzingatia ni okay, sio mbaya. Na select hii, shift D. Unaweza kutumia vile vile curve. Njia ya kutumia curve pia inaweza kusaidia kupa matokeo mengine hapa mazuri zaidi na ya haraka. Japokuwa naona kama kuna wengine inaweza ikawapa shida mpaka kuja kuielewa hiyo njia ya kutumia curve. Ndio maana natumia njia kama hii. Hii hapa na scale down kidogo au scale up. Alafu nachukua hii na set hapa na scale down. Namna hiyo. So hapo tayari. Shift D, naweka hapa, ina rotate upande huu. Okay, G hivyo. Sasa ukitaka ku add thickness pia unaweza uka add, kwa sababu hii hapa ni plain tu. In case lakini hiyo kama kompyuta yako ina uwezo mdogo, usikae kufanya huo ujinga. Nitakuja kuonyesha namna ya ku add thickness. Japokuwa kama kompyuta yako ina uwezo mdogo, stick tu kwenye vitu vya kawaida, usi rush. So hii hapa tuseme itakaa hapa, afu na scale iwe kubwa kidogo. Namna hiyo.
alafu niweke ya mwisho hapa shift D. Okay. Okay, mpaka hapo. So hapa na rotate kidogo. Hii hapa nifanye inakuwa ndogo kidogo. Ndio hivyo. Sasa hii hapa ni in case ukitaka ku add thickness, lakini ni optional, lakini pia kama kompyuta yako ina uwezo mdogo usikae kufanya huo ujinga, ni unaweza kaja hapa kwenye modifiers uka add generate ukaweka solidify. Hii hapa tayari itaanza kupata thickness, itapata ukubwa. Ukiona ukubwa utoshi unaweza kuongeza. Hivyo mambo yakawa ni mazito kiasi hiki, lakini hii kitu itakuja kufanya kompyuta yako iwe nzito kama una kompyuta yako ina uwezo mdogo. Ndio hivyo. Kwa hiyo unaweza kaongeza ukubwa au nani wa hayo matawi hivyo namna hiyo, lakini hapa mimi sitaitumia. So hapa nita select tu hii na ziconnect hapa, control J hivyo. Sasa hivyo ndivyo namna unavyoweza ukafanya kutengeneza matawi, yani kwamba kila mbabe ana mbabe wake. Kwamba tulianza tukatengeneza nani moja leaf, baadaye tukatengeneza hizi branches, hii branch tena ina nani yake, lakini pia hii pia unaweza kupitisha mti wake mwingine hapa huku ikawa ni matawi mengi. Sawa. Na kuna njia nyingi. Sasa kwa hapa ngoja ni ikwamie kwanza hapa, alafu nitakuonyesha stage inayofuata. Alafu pia hii iko kwenye yani scale down, manake ni iko kubwa sana hapa hivyo. Sasa hii labda ni ipe jina, labda niite tawi. Niweke pembeni. Afu na snap cursor tu, nataka niweke cursor irudi katikati to the world origin. Snap cursor tu hapa, imerudi hapa katikati. Sasa hapa ndio unaweza ukaamua kutengeneza mti unaoutaka wewe, na kwa mbombo zozote zile unazotaka wewe. So ngoja nifanye kitu simple. Nita add hii hapa G Z, imeenda kwenye edit kwenye nani. Kwa hiyo nitakuja hapa chini, iko kwenye proportional editing, nitaondoa 0 kuiondoa, alafu nitaiscale hii, alafu G namna hiyo nitaiscale juu, alafu nakuja kwenye hii. Sasa hapa hii niondoe tu kwanza ikifuniko hapa juu na kifuta. So nita scale S ku scale. Sasa nita extrude, labda hii nitaipeleka huku. Alafu nigeuza hivi, extrude tena. Extrude hivyo. Sasa kwa hapa ni assume shift alt na bonyeza hii, lakini unaweza kubonyeza tu C kuselect hiyo na scale down kidogo hii. Alafu labda hii nitairotate ije huku hivyo, alafu extrude
scale hii naweza nikaifunga tu F. Alafu naweza nikaja hapa pia kwenye hiki kiungio hapa hivi nikaweza shift D kuduplicate hii, nita scale huko down, alafu nita extrude. Namna hiyo, extrude tena, scale, extrude. Uzuri hapa hivi sio lazima uige nimefanya nini, kwa sababu una freestyle tu hapa. F hivyo. So nitakuja pia na hapa nita select ya katikati hapa. Ukiona uwezi kuselect hivyo, nenda tu kwenye wireframe, bonyeza C, una select hivi yote. Kama hiyo process hujaizoea mpaka leo, shift D duplicate hiyo, na scale down, then na extrude huku, nita rotate hivyo. Sasa hii inakuja upande huu, extrude, nita rotate hivyo, scale, extrude, scale. Hapa labda ni add kitu kingine hapa hivyo, afu ni rotate kidogo, afu na shift D na duplicate hapo katikati na scale down, afu naitoa kwa nje huko, ije upande huu na scale hivi. Okay, na scale hii hapa C, na scale, naweka face. Sehemu nyingine labda hii ya mwisho, sehemu nyingine sasa na wewe utajiongeza, utajua uta add vipi. Control R na add rub cut nyingine hapa, afu na shift D na duplicate hapo ndani na scale down, then rotate kidogo hivi, alafu na extrude kwenda upande huu hivyo, extrude, scale. Okay, mpaka hapo na shumu inatosha. Ukitaka kufanya ya ziada utayafanya mwenyewe sasa huko kwenye mazoezi yako. Ni add tool cut kadhaa hapa ambazo nikija ku smooth kidogo ilete mambo mazuri. Kwa hiyo hapa taleta hapa, alafu hii nitai hivyo, alafu nita extrude down hivi, nitaweka face huku chini hivyo. Sasa hapa kinachofuatia tu ni ku add hizi rubs huku, rub cut kadhaa. Kuna njia nyingine ya kuwa kama unafanya sculpting, so hiyo nitaifanya kwa wakati mwingine, kwa sababu unatakiwa ufanye sculpting baadaye ufanye remesh. Inaka process kidogo kwa hiyo itategemea wewe utapenda kutumia njia gani, lakini kuna njia karibia 3 4, yani ziko nyingi, ambazo hata hii hapa niliyofanya hapa ningeweza nikatumia cave kama nilivyofanya hii hapa hivi. Zote ni njia, yani ni wewe mwenyewe tu utapendelea ipi na kwa wakati gani. So iko hii hapa, so hii nitai smooth ili kidogo smooth shader, smooth vertices. Hii hapa namna hiyo. Hii hapa ndio imetoka nje, wewe unarudi ndani hapa, usitusumbue. Ingekuwa mtu mwingine hapa anauliza mbona ya kwangu ilitoka nje, ndio hivyo unarudisha ndani. So ndio hivyo. Sasa kuna njia kadhaa wa kadha
unaweza ukaamua sasa kuleta haya matawi yako ukaamua kuya add manual sehemu mpaka sehemu, sawa. Hivyo ukaanza kuweka matawi kwamba hii kama unatengeneza ua ni chapu, unatengeneza tu stem afu unaanza kupachika haya matawi tayari inakuwa ni ua. Lakini kwa sababu huu ni mti, inabidi pia uweke matawi huku sehemu nyingi. So hivyo sasa hapa afu nime smooth, ngoja ni hadi na shader. Ni smooth shader hivyo. So sasa nachotaka ni hiki. Kuna njia nyingi. Njia ninayotaka kutumia hapa ni njia ya weight painting. So kwenye weight painting nita add hii nita add hii hair kwenye emitter, nitaweka hair. Sasa kwenye hair hapa hatutaki zikae kila sehemu hizi hair particles. So nitakuja kwenye hapa hivi, nita add group, sema hili nitaita majani, lakini majani hayataonekana kote. Sasa kuna sehemu ambapo nitataka yaonekane na sehemu ambapo sitotaka yaonekane. So nitakuja hapa nitakuja kwenye weight painting, nitakapo paste panani ndio majani yatatokea. Kwa hiyo nitaanza kupajazia weight huko namna hiyo hivyo. So ndio niongeze radius, fanye hivi ili sinichoshe. Okay, hii ni njia moja, lakini hii ukiona inatusumbua, ngoja tutumie hii hapa. Unaweza kutumia hiyo, lakini pia unaweza kutumia hii hapa. Ukaadi tu group ukaita hivyo majani, afu kaenda kwenye edit mode. Sasa tumesha select kote, tunachotaka majani yakae huko juu tu. Kwa hiyo nitaenda kwenye wireframe C kuselect, afu nabonyeza alt ili kusudi kwa select maeneo ambayo sitaki majani yatokee. Kwa hiyo nitaselect hapa, haya ndio maeneo ambayo sitaki majani yatokee. So na hapa pia hapa sitataka pia. Yataka huko mwishoni tu. So mpaka hapo ndio hayo maeneo. Kwa hiyo haya majani nita assign. Kwa hiyo mpaka hapa hivi nikija Z, nikija kwenye solid hapa, nikienda kwenye weight painting, utaona tayari hilo eneo limeshajiselect majani ambapo napotaka yatokee, kama nilivyofanya kule, kama nilivyofanya kwa upande huu. So ngoja tu niongezee hapa kidogo. So okay, nimesha add hivyo. Nitarudi huko. So nimesha add hivyo. Sasa hapa hizi hair, so kuja hapa hivi kwenye weight, kwenye vertex group nita add majani. Unaona hizi hair zitakuwa zimehamia upande huu huko juu, na ndiko nakohitaji hii itokee huko juu zaidi. Kwa hiyo nikiselect hapa kwenye hair hivyo. Sasa viewpo, okay, hapa tuko tayari vizuri. Sasa tunakuja kwenye, je, niangalie huku mambo mengine yamekaaje.
Aya, sasa tumeshaweka hizo hair. Kipengele kinachofuata ni tunachotaka hizo hair ziwe okay, so hapa kwenye hair system unakuja unaenda kwenye mbona nimepakosa hata hapa kwenye render. Hapa ameweka path, sisi tunaweka object. Object gani unayoitaka? Tutaweka hapa matawi, sio cylinder. Kwa hiyo utaona matawi yametokea huku. Sawa. Sasa haya matawi unaweza ukayafanya ukayascale hapa yakaonekana hivi, lakini huku juu kuna idadi yake. Sasa naona kama yamekuwa mengi sana. 900 na ngapi? Tufanye awe 50. 50 kwa kujifunzia yanatosha, au niweke 100 hivyo. Sasa umeona yalivyotokea. Hii ndio shortcut ya namna ambavyo unaweza ukatengeneza mti. Hapa hivi ni length, kuongeza ukubwa wake au udogo wake hivyo. So ngoja turudi hapa chini. Kuna namna ambapo hapo ni kuscale pia ukubwa wake na udogo wake. Kwa hiyo let's say ni assume hii hapa ndio yenyewe. Alafu hii hapa ni random, kurandomize. Mengine atakuwa madogo, mengine yawe makubwa. Hivyo. So ukitaka kutengeneza mti mkubwa, sasa kuna namna pia yanaweza kaya yameangalia sehemu tofauti tofauti, ndio kurandomize kwenyewe. Kuna vitu vingi vya kuvichezea ili kusudi uweze kupata matokeo tofauti kama huku, ambapo kwa sasa hivi sasa sina muda sana wa kufanya hivyo. Kwa hiyo nitakuachia wewe, ndio utajua ucheze vipi. Labda hivi. Hii hapa ni dampness. Ndio tuangalie tu huku kwenye stem imekaaje. Haya bwana. So inajua yatakuwa yamekaa random hivyo. Kwa hiyo wewe mwenyewe utakuja kuangalia unayafix vipi. So lakini hii hapo ndio shortcut ya namna ambavyo unaweza ukapull up huo mti. Okay, namna hiyo. Lakini sasa mti ni complicated kidogo jamani. Tuelewane. The more unaweka majani, the more sini yako inazidi kuwa nzito. Sasa kwa hapo kidogo nimeweza kusolve hiyo, kwenda haraka hapo. So ngoja ni add texture kwenye hii hapa hivi, we call it a day. Siku nyingine tutajifunza pia namna ya kutengeneza mti kwa njia tofauti. So nataka niadie texture hii. Kumbuka hii imekuwa added kama hair, kama nywele. Kwa ndio maana nikienda kwenye edit mode haionekani. Linaonekana tawi moja ile kule, ndio ambalo limejiduplicate likatoa haya yote, manani yote haya. So ndio hili hapa tawi lenyewe. Kuna namna ili ukilirotate pia, ukiwa kwenye edit mode ukalirotate hili na huku mambo yanabadilika. Kwa hiyo pia unaweza ukiona mambo hayajakaa vizuri huku hivi, unakuja unalotate tu huko. Unafanya mambo, ukifanya huku na huku mambo yana change. So nakuja hapa, ngoja ni add haraka material kwenye huu mti hapa. Labda yale niandike tu gome la mti, labda object image texture. Sasa hapa ndio nitatafuta kwenye mahali ambapo na feature texture zangu.
Okay, hapa nitachagua text ambayo nitaona ina fit. Mpaka hapo nimeshai add. Nikienda kwenye material hapa itatokea, lakini sasa kwa sababu hii kitu nilikuwa na iscale kutokea chini, umeona mistari iliyotoa haijawa, nitakuja kwenye UV editing hapa. Nitauselect sasa huu mti wote. Nachotaka sasa ni unwrap ukae vizuri. Ukifanya tu hivi unwrap, labda unwrap hivi, italeta la itakuwa imekaa sawa sana. Mimi ninachokifanya, na hii njia na advice watu wote waifanye, nitaselect kwanza hii yote, achana na ili ndio tawi kuu, achana na hii na yenyewe tuta unwrap upya. Alafu nita unwrap hii hapa light map, hii hapa kwanza pia hivi. Alafu nita select hapa, nita select tena, nita unselect na kuselect tena. Hapo hii hapa follow active squad itanipa namna hii, na hivi ndio nilikuwa nataka inipe arrangement hii hapa, ili kusudi nikija kuiweka hapa hivi itafiti vizuri. Now kwa hiyo nitaileta hapa namna hii. Nitakachokifanya hapa zaidi sasa ni kuscale tu, ili no, naenda wapi? Namna hiyo. So hapa ni kuscale, yani scale down hapa. Alafu sasa huku kwenye nani ndogo ndogo ndio chini, ngoja ni rotate kwanza hii 180R 180 juu chini juu. Namna hiyo. Yani scale kwanza down nione inakaaje. Okay, kwa hiyo nita scale z axis namna hiyo hapo, sawa. Okay, so ndio hivyo. Na kwenye haya sehemu nyingine za matawi haya ni hivyo hivyo unavyofanya. Kwa hiyo ni kuselect hii, nita unwrap light map hii hapa, itanipa mwongozo huu hapo. Then nita select cube nani moja hapa hii, alafu nita select unwrap hii hapa. Twende ina unwrap kulingana na nilivyo nani. Kwa hiyo hii bila shaka itakuwa ilitakiwa kukaa hivi. Sijui kama naona kwa uhalisia hapa ndani au ndio nimekosea. Inatakiwa ije hivi scale. So kwa matawi mengine utamalizia hivyo hivyo kama nilivyofanya hapo. So shortly hiyo ndio namna rahisi ya kutengeneza mti kwa kutumia Blender. Nimetumia njia tofauti tofauti kutengeneza tawi nini na nini na nini hivyo. So like, share, subscribe. Hiyo ndio njia ambayo unaweza ukatengeneza mti. Kwa wanaotaka darasa la moja kwa moja la animation, darasa lipo, so karibuni. Lakini kwenye upande wa kutengeneza mti hivi, kama kawaida mimi nawaonya tu kwamba kama kompyuta yako ina uwezo mdogo, sio mambo ya kukimbilia haya. Yatafanya tu kompyuta yako hiyo, kama unataka kutengeneza, idea yako ni kutengeneza pori zima, bado wakati wako. So ndio hivyo. Ingawa arrangement hii sijaipenda sana, ngoja ni
drag scale, random scale sijaipenda, so ndio hii ni random, nataka okay, wakati mwingine. So in case umetengeneza hivi alafu sasa unataka uiapply kwamba isiendelee kudipendi kwenye huyu hapa, maana huyu pia ukienda kwenye edit mode ukimselect huyu ana affect wote mwingine. Unaona unapomselect huyu unakuwa sasa umeselect huko. Kwa hiyo huyu maana yake ukimscale, ukimrotate na ukipana rotate. Kufanya switch hii kae kawaida ni unaenda kuapply. Maana utakuja kwenye hapa, unakuja hapa, una apply. Mbona imekata ku apply? Make some setting inside the okay, tunatakiwa tu apply kwenye particle system. Okay. Hapa mbona sasa nimeshasahau na apply vipi kwenye particle system hapa. Baba. Ni hapa bwana, make instant remake. Ni hapa. Kwa hiyo hii hata tukiifuta sasa hivi hii inabaki. Unaona matawi moja hivyo. Kwa hiyo ukitaka unaweza ukaselect yote, ukaselect yote, labda A, ngoja ni unselect hii, ni unselect hii. Hayo ndio matawi, ukayapa jina lake, au shift ukabonyeza hii Ctrl J, tayari ukawa umeshau parent hapa, na huu ukawa ndio mti wako. So comment, like, subscribe. Tutorial kwa leo ndio imeishia hapo. So karibuni mpaka wakati mwingine tena.